Ndio mlio wa kwanza wa ulimwengu. Mlio una nguvu sana. Utarudia baada yangu. Rudia. Kumetokea nini? Naren amerudi nyumbani kwa ajili ya kushiriki maombi. Na Nilma pia amekubali kufanya maombolezo kwa pamoja. Najua Supriya. Kwa kawaida najua kwamba baada ya kufanya maombi hakuna atakayemkumbuka tena baba mpaka mwakani. Lakini Naren hatufanya nimsahau kabisa baba. Mawazo ya Naren, kanuni na mwenendo wake wa maisha, kila kitu kinanifanya namkumbuka baba. Kama baba asingemrithisha hekima na busara zake Naren, asingetaka kuwa mtawa kama yeye jinsi alivyokuwa. Unaongea kuhusu nini? Yule alikuwa ni babu yake Naren. Ulikuwa ni wajibu wake kumfundisha maadili mazuri. Kama ilikuwa ni wajibu wake kumfundisha maadili mema Naren, je, haikuwa ni wajibu wake kumfundisha jinsi maisha yanavyokwenda? Lakini baba... Hapana Supriya. Tafadhali usiegemee katika upande wa baba. Kwa sababu ukiachana na baba alivyofanya, hata wewe unawajibika kwa hali ya Naren. Siku zote jua linatupatia maisha. Kama mtu akikupatia kitu, unatakiwa kusema asante. Na ndio maana tunagawa maji kwa Mungu jua na kisha tunamshukuru yeye. Aya. Tugawe maji kwa Mungu jua. Sasa toa heshima zako kwa Mungu jua. Ni kwa nini lakini babu uliniacha? Ulishindwa kuwepo hata kwa muda kidogo. कहां से ये तूने रंगवाया रे, कहां जाए रे तू मलंगा, कहां जाए रे तू, कहां जाए रे तू मलंगा, कहां जाए रे तू, कहां जाए रे तू मलंगा, कहां जाए रे तू. Unamkumbuka babu yako? Kama kweli unampenda, basi usiendelee kuumiza hisia zako. Mfikirie yeye kwa moyo wako na roho yako pia. Mkumbuke kuliko watu wote waliwahi kumkumbuka. Ifanye kumbukumbu ya kifo chake kwa furaha zaidi. Hata roho ya babu yako itafarijika sana. Kila mtu anakusubiri wewe chini.
Ladu zilizotengenezwa na Bondi, kwa kweli baba alikuwa akizipenda sana. Mfikirie yeye kwa moyo wako na roho yako pia. Ifanye kumbukumbu ya kifo chake ukiwa na furaha zaidi. Hata roho ya babu yako itafarijika sana. Mama, naweza kukusaidia? Sawa. Mwenyezi Mungu, pokea ibada hii ya kuweza kumrehemu mzee wetu mpendwa. Mke wa familia ataweka shada kwenye fremu ya picha. Mchungaji, wakwe wote wa familia watafanya hivyo. Tutafanya Havan ili roho ya Bwana Vyasi ipumzike kwa amani. Watu wote wa familia si wapo hapa? Ndiyo mchungaji. Subiri kidogo mchungaji. Pooja, njoo kwa ajili ya Havan. Kila mtu anakusubiria. Kwani haukumsikia? Kila mtu anakusubiri wewe. Kila mtu tafadhali sogea mbele kwa ajili ya hapa. Mwenyezi Mungu endelea kumweka mahali pema peponi, apumzike kwa amani. Hilo limehitimisha Havan. Tafadhali, mnaweza mkaidisha ng'ombe hii. Mkuu, nipatie mimi hiyo, nitawalisha ng'ombe. Sijui ni kwa nini nakuwa na mashaka sana na Rahul. Anapanga kitu kingine tena. Unafanya nini mama? Ni kitu gani unafanya mama? Yule msichana ataka wapi kwingine? Nijibu. Hebu niambie, huyo Pooja atarudi lini nyumbani? Kwa kuwa hayuko hapa, Ritu anaweza kukaa chumbani kwake kwa muda. Hapana mama. Hiki ni chumba cha Pooja. Unataka chumba kwa ajili ya Ritu? Atakaa chumbani kwangu. Nitamia sebleni. Wala usijali na hakutokuwa na tatizo lolote lile. Ala, hebu nisikilize. Wewe.
Fanya kama ninavyokwambia. Yaani huyu anampenda sana dada yake. Mbavu kweli yani. Nimefurahi kila kitu kimeenda vizuri Pooja. Sasa wazee wote wataelekea hekaluni. Tafadhali wewe safisha kila kitu. Sawa. Nitamsaidia mama. Ni visheti vyako uvipendavyo. Tafadhali kula. Ni siku yako ya kuzaliwa, hupaswi kuwa na huzuni. Mi sitaki kula. Kijana, kula bwana, embu kula. Dada yako hawezi kuacha kazi zake kule ofisini aje kusherehekea siku ya kuzaliwa na wewe. Ametingwa kiasi kwamba ashindwe kabisa kuja kwenye sherehe yangu. Nini? Leo ni siku yako kuzaliwa? Ndiyo. Na hatosherehekea siku yake ya kuzaliwa bila Pooja. Sasa ni kwa nini Pooja hatakuja hapa? Unaweza kwenda kule. Wala hayuko mbali hata hivyo. Yuko hapo tu Rishikesh. Ita taksi uchape hapa. Safi. Hilo ni wazo zuri sana mwanangu. Haraka haraka, mpigie simu yo dada yako na umwambie kwamba tunaenda. Mimi nitaenda kuita taksi. Kusum, na wewe jiandae. Mbona unaonekana kushtushwa? Unataka kumwacha Anuch peke yake katika siku yake ya kuzaliwa? Nenda kajiandae. Harakisha mama. Mjomba, na mimi naweza kwenda? Kama nikibaki nitakuwa mpweke. Aha, hauna haja ya kuuliza. Shangazi, chukua hii. Pokea. Hello, Anuj. Dada, sisi tunakuja huko Rishikeshi. Unakumbuka leo ni siku yangu ya kuzaliwa? Ndiyo kaka, heri ya siku ya kuzaliwa. Nakutakia kwa mara 25. Nina kazi nyingi, sitaweza kufika. Wewe haukupaswa kumkatalia. Unaweza kumaliza baadaye. Lakini shangazi... Kaka? Unakuja kukutana na sisi? Ndiyo, nakuja. Sawa, tutaonana. Kwaheri. Hata hivyo shangazi, leo ni siku ya kuzaliwa kwa kaka yangu. Ndiyo maana... Bila shaka mwanangu, unaweza kwenda. Nitafanya kitu kimoja. Pale ofisini kuna mgahawa mzuri, nitawaagizia meza. Unaweza kutumia muda wako pamoja na kaka yako. Hapana shangazi, hilo halihitajiki. Hakuna mabishano zaidi. Kwa ajili ya kaka yako, naweza kufanya chochote kile. Naren, huyu ni Pooja. Aliwapoteza wazazi wake alipokuwa mdogo. Mayanka, shangazi mlezi wa Pooja na mjomba yake wanakuja kukutana naye. Naomba kitu kimoja. Naomba umpeleke mgahawani. Mimi nitapiga simu wawekewe meza. Nenda. Hivi ni kwa nini shangazi anampenda sana huyu Pooja? Anafanya mambo mengi kwa ajili ya wazazi wake na ndugu zake. Mimi kama Mayank nitajua nini kinachoendelea. Jamani, karibuni sana. Tafadhali ingieni. Tayari tumeshaandaa meza kwa ajili yenu. Pooja atafika hapa muda wowote. Wakati mkiendelea kumsubiri, tafadhali kaeni. Haya. Lazima niseme, Pooja amefanya maandalizi yote ndani ya masaa mawili. Ni kweli, huyu binti ni wa ajabu sana. Inaonekana kama Pooja ameshinda bingo.
Ndiyo maana anatoa huduma katika ule mgahawa. Wacha nikutane naye, halafu nitamuuliza kuhusu hilo. Mungu wangu, muuza duka ananipigia tena simu. Nina uhakika anataka nikalipie bili. Asante bwana Mayank. Usijali Pooja, ni kawaida. Kwa sababu nitakuwa na wewe mpaka wazazi wako watakapofika hapa, sawa? Kwa sababu ukikapa peke yako utakerekwa tu. Hapana, tafadhali wala usijisumbue kabisa. Watafika hapa muda wowote. Mimi nitaingia ndani. Unaweza kuondoka. Asante. Mayank hakuwa tayari kuniacha hapa peke yangu. Kama angebaki, angeujua kweli kuhusu mimi. Hivi ni kwa nini ana haraka sana ya kunirudisha huyu? Hakuna shida Pooja. Leo nitajua kinagaubaga. Lazima kieleweke. Nadhani yule ni bosi wa... Ni mzuri kweli. Lakini inakuwaje bosi anamshusha kijakazi wake hapa? Ajabu sana. Anuj? Dada. Hatimaye upo hapa. Heri kuzaliwa kaka. Asante. Umefanya maandalizi mazuri sana. Shangazi Supriya ndio alifanya maandalizi. Kiukweli unawafanyia kazi kwa ustahimilifu. Mabosi zake wanafurahi. Unaonaje Kusum? Niko sahihi eh? Itakuwa vizuri kama hutoniuliza mimi mawazo yangu. Sahau kuhusu yote haya. Wacha tukae. Rito kaenda wapi? Nyoto halivumiliki. Zaidi tunavaa kultana pajama. Umenileta hapa Pooja. Unajua nipo hapa kwa sababu ya kukuchunga tu wewe. Mambo. Freshi. Mimi ni Rachel. Poa. Wewe ni bosi wake Pooja eh? Habari. Unaweza kusema hivyo. Wewe ni rafiki wa Pooja eh? Ndiyo, unaweza ukanifikiria kama rafiki yake. Kuna nafasi ya kazi katika kampuni yenu? Kwa hiyo umekuja hapa ili uungane na Pooja, si ndio eh? Kwa nini isiwe? Itanibidi pia niongee na shangazi kuhusu hilo. Ni yeye tu ambaye anaweza kuniambia kwamba anahitaji msaada wa mtu au la. Unasema bwanake anachukua majukumu yote ya kampuni? Hiyo iko poa sana ise. Kampuni? Ndiyo, kampuni. Samahani, napigiwa simu. Hello, Anuj. Sawa, nakuja sasa hivi. Poa. Inabidi niondoke. Ndani wananiita, lakini usisahau kunitaarifu kama kutakuwa na nafasi ya kazi. Kwa heri. Kuna kitu kitakuwa tu hakipo sawa. Hili lazima nimfikishie kaka. Hiki ndo nachokifanya chuo? Unasemaje dada? Mambo Pooja. Ritu. Dada, huyu ni mpangaji wetu mpya. Lazima utakuwa unamkumbuka. Alikuwa ni mdogo kwako. Bila shaka ananikumbuka. Wakati wote tulikuwa tukishindana sana kwenye mashindano tofauti. Si ndio Pooja? Kila mtu shambani yuko sawa? Ndiyo bwana Mishra. Acha maji kidogo ya ziada kwa kila mmoja, maana joto ni kali sana. Ndiyo, nitakuja asubuhi. Sawa. Mfikirie yeye kwa moyo wako na roho yako pia. Na umkumbuke kuliko mtu yoyote aliyewahi kumkumbuka. Ifanye kumbukumbu ya kifo chake ukiwa na furaha zaidi. Hata roho ya babu yako itafarijika sana. Ni kipi kinachomchelewesha Pooja? Lakini Anuj, ukweli wa Rachel hauna budi kufichuliwa mara moja. Umenielewa? Tutasema ukweli kwa mjomba tutakapoipata nafasi. Sawa dada. Nitamwambia haraka iwezekanavyo. Wewe nenda ndani. Inabidi nimpigie simu bosi wangu. Sawa. Ongea. Unaweza kuongea na mimi bila ya hicho kiburi chako? Uko wapi? Kwa kawaida wewe huwa unanifatafata. Mama amekuagiza tu na umeondoka. Tayari nimeshamtaarifu shangazi. Hata hivyo, mtu yeyote anayefanya kazi anastahili likizo kidogo.
Mimi sipingani na hilo. Nilikuuliza tu ulikuwa wapi. Tayari nimesha kujibu sasa, kwa hiyo naweza kukata simu? Ndiyo. Samahani Pooja, shutuma zote juu yako zilikuwa ni za uongo. Hukunitongoza na wala hukunifanya chochote. Kaka Naren, umenifedhesha sana kwa kukaa upande mmoja na Pooja. Nitalipa kisasi kwa dakika chache tu zijazo. Wewe subiri na uone, na bado mambo yatakugeukia mwenyewe. Kwa nadra tunatumia muda wetu na wapendwa wetu wakiwa hai. Tunafanya ibada baada ya wao kuondoka. Ni kwa nini huwa tuzielezei hisia zetu